Habari ya asubuhi ndugu waandishi wa habari. Kwa majina naitwa Dr. Frank Edward Arabi, ni mkazi wa Tabata na ni mdau wa michezo. Na leo tumewalika hapa kwa ajili ya kuzindua mashindano yetu haya ya Arabi Tabata Cup 2025 ambayo yataanza tarehe 25 mpaka tarehe 4 ya mwezi wa 5 na yatashindaniwa katika viwanja vya Tabata shule. Na mashindano haya yatahusisha kata yetu ya Tabata na timu za mitaa ya kata ya Tabata ambazo ni timu 8 zitaenda kushiriki katika mashindano haya. Kwa hiyo mashindano yatakuwa ni knockout stage. Kila timu itakapocheza itakuwa ni knockout na baadaye itakuwa na nusu finali mpaka finali. Na lengo kubwa la kuleta mashindano ni kuleta umoja katika vijana wa kata yetu ya Tabata. Vile vile kuibua vipaji vya vijana kutoka katika kata yetu ya Tabata. Kwa hiyo tunawakaribisha sana waandishi wa habari wote na wananchi wote kwa ujumla wa Tabata na maeneo jirani na Dar es Salaam yote kwa ujumla. Mashindano yatakuwa ni mazuri, tumejiandaa vizuri ili tuweze kuibua vipaji vya vijana wetu, na kama ambavyo wote tunajua hata mama yetu Samia Suluhu Hassan amekuwa mstari wa mbele kufanya vijana washiriki kwenye michezo. Tunaona goli la mama linavyozidi kuwahimiza vijana wazidi kushiriki michezo. Kwa hiyo tukasema pia vijana wakati Tabata wasikae nyuma, nao washiriki katika michezo ili tuweze kuibua vipaji vitakavyoenda mbali zaidi na hata nje ya nchi. Na kama tunavyojua wote michezo ni ajira kubwa kwa sasa. Dominic Amandusi ni mratibu wa mashindano. Kama alivyotangulia Dr. Arabi kuongea, ni kwamba tumeleta mashindano haya kwa ajili ya sisi vijana na vijana wenzetu wa Tabata tupate sehemu ya nafasi ya kucheza na kuonekana. Na katika fursa hii tukasema kwamba sisi wenyewe vijana kama vijana tunatakiwa tutambue kwamba michezo tena sio kama mtu anaenda kutoa jasho na kurudi nyumbani. Michezo ni ajira, tunaona wenzetu walipotokea. Kwa hiyo tukasema na bro, tulianza kama mawazo kushare, tutafute sehemu ya kufanya vijana tuwe pamoja. Tukasema ni jambo linawezekana, naye akasema atatia nguvu zake. Leo hii tunaenda kuzindua mashindano. Niwaombe vijana wenzangu kwamba kwenye maisha ya kutafuta ya mpira muda wote huwezi jua unatokea sehemu gani. Kwa hii ni nafasi, ukipata nafasi onyesha, na tunawakaribisha. Japokuwa mashindano yetu yamelenga tu kwamba ni vijana ambao wanatoka mtaa wa kata ya Tabata, hatutaruhusu wachezaji labda wa ligi kuu. Kwenye hiyo kanuni zetu za mashindano nadhani tutawapa viongozi wachezaji wa ligi kuu au visiwani bara hataruhusiwa kushiriki. Lengo tuwape nafasi ambao waliokuwa chini waweze kuonekana. Kwa maelezo hayo na hisi nitakuwa nimeeleweka. Karibuni ndugu wenye viti wa serikali za mitaa, tunaheshimu uwepo wenu, mmetuitikia vijana wenu, na ndo michezo inapotukutanisha tunakuwa sehemu moja. Leo hii ndapokuwa na mwenyekiti wa Tabata Watenge na wajumbe wa serikali ya mtaa, na hili jambo limeratibiwa na wajumbe wa serikali ya mtaa Msimbazi na wajumbe wenzetu tukishirikiana wakata nzima ya Tabata. Lengo tuwe pamoja, tushirikiane. Asanteni sana. Naitwa Godfrey Anthony Kisigo, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Msimbazi kata ya Tabata, lakini ndio mwenyekiti wa wenye viti wa kata ya Tabata. Kwanza tuna kila sababu ya kutoa shukrani zetu za dhati tukiwa wenye viti wa serikali za mitaa wa kata ya Tabata, kwa hasa kwa mdhamini ambaye ameanzisha mashindano haya, Dr. Arabi, kuanzisha mashindano ya Arabi Tabata Cup. Lakini pia Dr. Arabi ameshirikiana pia na wenzetu ambao watafadhili mashindano haya, Tabata Mini Market, lakini pia na magari used. Kwa pamoja sisi kama wenyeviti wa serikali za mitaa wa kata Tabata tunawapa shukrani zetu za dhati kwa kuliona hili kwa umuhimu wake wa hali ya juu. Lakini kama mwenyekiti wa serikali za mitaa wa kata hii ya Tabata, kwa ujumla wetu ambao tunaunda mitaa 8 kama jinsi mashindano yanavyoelekeza, mitaa 8 ambayo kata yetu ya Tabata inaunda mitaa 8, maana mtaa wa kwanza wa Msimbazi, lakini wa pili wa Msimbazi Magharibi, mtaa wa 3 wa Tabata, mtaa wa 4 wa Tenge, mtaa wa 5 wa Matumbi, mtaa wa 6 wa Mandela, mtaa wa 7 Kisiwani, na mtaa wa 8 ni mtaa wa Mtambani. Sisi kwa kweli tuna kila sababu za kuendelea kutoa shukrani zetu yani hazina mwisho kwa kile mchokiona ambacho vijana wetu sasa badala kuwa na mambo mengine. Unajua michezo ni furaha,
Mchezo ni upendo, lakini pia mchezo saizi ni ajira, kama mratibu wa mashindano haya Bwana Dominic Amandus alivyozungumza kwamba michezo zamani unaenda kucheza tu alafu unajishia, lakini sasa hivi unacheza, na tunaamini katika mashindano haya na jinsi vyombo vya habari vipo hapa, na tuna imani yale mashindano yatakayoendelea na wao bado wataendelea kurusha umumu katika mashindano haya ambayo mnyinyi mnaona aidha madogo, sio madogo. Tutatoa wachezaji ambao watakwenda kucheza hata vilabu vingine, vipaji vipo vimejificha huko. Kwa hiyo Dr. Arabi amekuja kufufua vipaji vinaonekana. Baada ya kuzungumza, nisiwachoshe, sio sehemu ya hotuba, bali ni sehemu ya kutoa shukrani kwa niaba ya wenyeviti wenzangu. Nasema asanteni sana, tuko pamoja na kina Dr. Arabi kama hawa waje watokeze wengine, na mashindano yatanuke, badala ya timu 8 za kwenye mitaa hii, basi ikiwezekana yawe mashindano ya jimbo la Segerea yenye kata 13. Dr. Arabi oye! Asanteni.